Hujambo na karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Ripoti yetu ya leo inaangazia jinsi jeshi la Jamhuri ya Kiislamu ya Iran IRGC lilivyoweka hai mpango wake wa nyuklia na jinsi ilivyoweka hai uchumi wa taifa hilo ambao kwa muda mrefu umekuwa katika vikwazo. Hata hivyo, kulikuwa na maswali juu ya nani anaifadhili Iran na kwa nini majaribio ya Marekani pamoja na nchi za Magharibi kuishinikiza Iran na kuweka vikwazo havikuleta matunda makubwa, na kwamba Iran ilifikia hatua iliweza kurutubisha uranium iliyofikia 60%. Iran haifanyi kazi kupitia uchumi mmoja, inafanya kazi kupitia mifumo miwili tofauti ya kiuchumi, na tofauti hii inaelezea kwa nini miongo kadhaa ya vikwazo, mashinikizo ya kidiplomasia na kutengwa kwa uchumi yameshindwa kuzuia Iran kuelekea katika uwezo wa kizingiti cha nyuklia. Licha baadhi ya vikwazo vikali zaidi katika historia ya kisasa, Iran iliendelea kusonga mbele kuelekea uwezo wa kuzuka kwa nyuklia. Katika mkesha wa operesheni ya Israeli ya Rising Lion na ile ya Marekani ya Epic Fury, Tehran ilikuwa tayari imekusanya madini ya uranium ya kutosha kwa karibu mabomu 11 ya nyuklia kulingana na tathmini za wa Magharibi. Hata hivyo, Iran kama ingeongeza 30% ya urutubishaji wa urani, basi ingeweza kutengeneza mabomu ya nyuklia. Lakini kwanza tutazame mfumo wa uchumi wa Iran kupitia Jeshi la Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu IRGC. Jeshi la Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu IRGC limedumisha uchumi wa Iran kwa kufanya kazi kama kongamano kubwa la kibiashara ambalo linadhibiti wastani wa dola bilioni 30 hadi 50 katika mauzo ya kila mwaka ya kiuchumi, ambayo ni sawa na hadi nusu ya pato la taifa la Iran. Wanaendeleza udhibiti huu kupitia nguzo 4 muhimu. Kwanza ni kile kinachofahamika kama black market, kwa maana masoko ya siri. Kwa kupitia vikwazo vikali vya kimataifa, IRGC inaendesha mitandao mingi ya fedha na usafirishaji haramu kwa kutumia meli za mafuta, uhamisho wa meli hadi meli, na makampuni ya mbele ya kimataifa wanasafirisha mafuta yaliyoidhinishwa kwa wanunuzi hasa nchini China. Lakini uhandisi na miundombinu, IRGC inaongoza sekta muhimu za ndani kama vile kilimo, mawasiliano ya simu na nishati. Kupitia mkono wake mkubwa wa uhandisi na ujenzi, Khatam al-Anbiya, IRGC inahodhi miradi mikubwa ya kazi za umma na kuipa udhibiti mkubwa wa miundo msingi ya nchi. Lakini ni misingi ya mashirika ya umma. IRGC inategemea na kuelekeza misingi ya kidini ya mashirika ya umma isiyotozwa kodi, ambayo inadhibiti sehemu kubwa za uchumi wa Iran kuanzia viwanda hadi nje ya nchi na mali isiyohamishika. Jambo lingine ni usawa wa vikwazo. Kinyume chake, IRGC ina motisha ya kifedha ili kuweka vikwazo kujumuishwa tena kamili katika uchumi wa dunia kungetishia ukiritimba wao na kukaribisha ushindani wa kigeni. Kwa hivyo mirengo mikali hutumia ushawishi wao kudumisha hali ya kutengwa kama ilivyo. Ujumuishaji huu kwa ufanisi unaunganisha nguvu za kijeshi, kisiasa na kiuchumi na kuruhusu IRGC kuimarisha uongozi wake na kufadhili shughuli zake za kiuchumi pamoja na shughuli zingine za kinyuklia ambazo wakati huu zimekuwa ni gumzo kwa ulimwengu. IRGC imeweza kutengeneza fedha ambazo zimesaidia katika urutubishaji wa madini ya urani yaliyofikia 60%. Hata hivyo, kwa kiasi kikubwa IRGC ni moja kati ya eneo linalotegemewa na serikali ya kimapinduzi ambayo ipo chini ya kiongozi mkuu wa serikali ya kimapinduzi kwa sasa ni Mujtaba Khamenei. Mnamo Aprili 13 mwaka 2021, Iran ilitangaza nia yake ya kurutubisha uranium hadi 60% U-235. Hili lilibainishwa na Iran kama jibu kwa hujuma ya maporomoko makubwa ya urutubishaji wa chini ya ardhi huko Natanz siku 2 kabla. Hatua hiyo inakuja dhidi ya hali ya mazungumzo nyeti yaliyofanyika Vienna yaliyokuwa na lengo ya kunusuru mapatano ya nyuklia ya Iran ya mwaka 2015 pamoja na mpango kamili wa utekelezaji wa pamoja JCPOA na kuirejesha Marekani katika kufuata mapatano hayo. Iran ilikuwa imezalisha uranium iliyorutubishwa hadi chini ya 20%, karibu 19% kufuatia uamuzi wa Desemba mwaka 2020, hatua ya makusudi mbali na kufuata masharti ya JCPOA. Urutubishaji hadi 60%, hata hivyo, ilikuwa ni ongezeko kubwa katika shughuli za uboreshaji. Mara tu iliporutubishwa zaidi ya 20%, uranium iliingia katika kitengo tofauti cha ulinzi na nyenzo za nyuklia.
uranium iliyorutubishwa sana HEU, ingawa chini ya mkataba wa kuzuia uenezaji wa nyuklia NPT ni halali kwa nchi yoyote kuzalisha. JCPOA iliweka ukomo wa kurutubisha uranium kwa Iran kwa 3.65, lakini uamuzi wa Iran pia umevuta hisia za kimataifa kwa sababu ulileta nchi hiyo karibu sana na kuzalisha uranium iliyorutubishwa kwa 90%, ambayo kwa jumla inachukuliwa kuwa kiwango cha silaha. Uranium iliyorutubishwa hadi 60% haiwezi kutumika kutengeneza kifaa muhimu cha nyuklia, na Iran haikuwa na matumizi mengine ya kweli kwa nyenzo hii. Iran ilisema haitengenezi silaha za nyuklia, bali imerutubisha uranium kwa ajili tu ya masuala ya amani katika taifa lake. Lakini moja kati ya mambo ambayo yalisababisha Marekani na mataifa magharibi kuona kwamba Iran inakuja na mabomu ya nyuklia ambayo baadaye itakuwa ni hatari, ikaona hakuna njia nyingine isipokuwa kuzuia hili kwa kuweka vikwazo vingi, lakini kupitia jeshi la IRGC waliweza kudhibiti mpango huo wa magharibi na hatimaye kufanikiwa kuzalisha uranium iliyorutubishwa hadi 60%, ambao ni sawa na zaidi ya kilogram 400. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini ni kusihi usisahau kulike, kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Naitwa Adam Hussein.